Kuna kutunushiana misuli kati ya upande wa Iran pamoja na Marekani kuhusiana na mlango wa bahari wa Strait of Hormuz ambao kwa hivi sasa umekuwa ni stori kubwa duniani kote. Irani leo hii imebadili msimamo wake kwa kuufunga tena mlango huo wa bahari, ikisingizia kwamba jinsi ambavyo Marekani inafanya dhidi yake kwa kuendelea kuweka vizuizi vikubwa maeneo karibu kabisa na bandari za Iran, basi ndio maana wamechukua msimamo huo. Sasa rais wa Marekani leo hii ameijia juu sana Irani kwa kusema kwamba Irani isituchezee akili. Taarifa inaeleza kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameionya Irani dhidi ya kile alichodai kuwa ni kubadilisha mara kwa mara msimamo wake kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz, akisema hatua hiyo ni sawa na kuichezea akili Washington. Akizungumza katika hafla iliyofanyika ikulu ya White House mjini Washington, Trump amesisitiza kuwa Marekani haitakubali kuchezewa mchezo huo, akidai Iran imekuwa ikibadilika msimamo wa muda mrefu kuhusu usalama wa mlango huo muhimu wa kimataifa. Onyo hilo limekuja kufuatia tangazo la kamandi kuu ya jeshi la Iran ambalo limetolewa mapema leo, likieleza kuwa imerejesha tena vizuizi katika mlango wa Hormuz, katika hatua ambayo imechukuliwa siku moja baada ya Iran kusema imeufungua mlango huo na kuruhusu meli nyingi zaidi kupita. Kwa upande wake, Tehran imesema uamuzi wa kurejesha vizuizi umetokana na kile ilichodai kuwa Marekani imeshindwa kutekeleza ahadi ya kuufungua kikamilifu mlango huo pamoja na kuondoa mzingiro wa kijeshi uliowekwa katika bandari za Iran. Mwisho wa taarifa jinsi ambavyo inaeleza, chanzo kikubwa cha Iran kuweza kuufunga mlango wa bahari wa Hormuz ni kuendelea kwa mzingiro wa kijeshi uliowekwa katika bandari za Iran na jeshi la majini la Marekani, kitu ambacho kilionyesha wazi kwamba huenda tukashuhudia kufungwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz baada tu ya makamanda wa Iran kuweza kutoa vitisho kwamba wangeufunga tena mlango huo wa bahari. Sasa mapema leo hii Irani hawajachukua ajizi, baada tu ya kuona sekeseke linazidi kuwa kubwa, basi wakaamua kufunga mlango wa Hormuz, lakini kupelekea kushambuliwa pia kwa meli zenye bendera za India ambazo zilikuwa zikiforce, yani zikilazimisha kupita katika mlango huo ambao tayari ulikwisha fungwa leo hii. Sasa baada ya kulazimisha upitishaji wa meli hizo za mafuta, India ikalalamika sana baada ya kupata taarifa kwamba meli zake zimeweza kushambuliwa. Ikamuita balozi wa Irani nchini India aweze kutolea maelezo, lakini wakamuomba kwamba aweze kuwaombea kwamba wapitishe mafuta yao kwenda nchini India moja kwa moja kutokea katika maeneo ya nchi za Guba. Sasa Trump amekuja juu sana akisema kwamba Irani isituchezee akili kwa sababu hawaeleweki. Ikumbuke kwamba jana Trump alifurahia sana kuhusu kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, akachekelea sana, akachapisha machapisho mengi kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social. Ilikuwa ni kama sherehe kwa rais wa Marekani Donald Trump, huku akikashifu NATO kutokana na ufinyu wake wa kuweza kujitoa dhidi ya vita hivi ambavyo vimepelekea maafa makubwa duniani kote, hasa kwenye sekta ya nishati hapa duniani. Sasa Trump ni kama vile amechukizwa sana kutokana na kile ambacho Irani imeweza kukifanya siku ya hii leo kwa ajili tu ya kuweza kuhakikisha kwamba maslahi ya Irani yanakuwa salama katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Na jana hata huyu Trump mwenyewe alisema kwamba licha ya kwamba ya mlango huo kuweza kufunguliwa, bado Marekani itaendeleza mzingiro wake wa kijeshi katika bandari za Irani, na Marekani iliahidi kwamba itafanya operesheni za kijeshi kuweza kukagua meli hizo, lakini vile vile kuweza kuhakikisha kwamba basi inaweka mazingira sawa kwa mujibu wake, jinsi ambavyo taarifa imeeleza. Hata makamanda wa CENTCOM, Admiral Bradley Cooper, kamanda huyo mkuu kabisa, alieleza kwamba operesheni za kijeshi zimekuwa zikifanyika katika maji hayo, ambapo Iran imechukizwa sana na kile ambacho Marekani inakifanya kwa hivi sasa. Wanakubaliana, lakini makubaliano yao yamekuwa yakigonga mwamba siku hadi siku. Sasa mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.